Habari, kila mtu, huyu ni Casey. Nina furaha tele kuwa hapa, Hermosillo, Mexico. Mnajua, napenda kuchunguza maeneo mapya, na Hermosillo ni mojawapo ya maeneo ambayo nimekuwa nikitamani kutembelea kwa muda mrefu. Huu ni mji mkuu wa jimbo la Sonora kaskazini mwa Mexico, ukiwa na mandhari nzuri ya jangwa na historia tajiri. Na cha kushangaza, Hermosillo haikunivunja moyo. Wanauita jiji la jua na sasa ninaelewa kwa nini. Mwangaza wa jua hapa ni mkali sana, na kila kitu kimefunikwa na mwanga wa joto na dhahabu. Ni kama kuna kichujio cha urembo cha asili kimewashwa kila wakati. Lakini uchawi wa Hermosillo ni zaidi ya jua tu. Ina hisia maalum, nguvu ambayo huwezi kuipata mahali pengine. Ni kama Rio de Janeiro, lakini katikati ya jangwa. Unajua, huu ni mchanganyiko kamili wa tamaduni za zamani na maisha ya kisasa. Chakula ni kitamu sana, na watu ni wakarimu na wenye kukaribisha. Ni ajabu. Katika siku chache zijazo, nitachunguza Hermosillo kwa undani na kupata uzoefu wa roho halisi ya jiji hili. Tutatembea milimani, tutatembelea makanisa makuu ya zamani na makumbusho, na bila shaka, tutakula carne asada nyingi. Kwa hiyo mko tayari? Huu utakuwa mradi usioweza kusahaulika. Utakuwa mzuri sana. Njoo basi, marafiki, sehemu yetu ya kwanza hapa Hermosillo ni Cerro de la Campana. Cerro de la Campana kwa Kihispania inamaanisha mlima wa kengele. Na, kusema ukweli, huu si mlima wa kawaida. Ni mahali pazuri ajabu, na kutoka kileleni, unaweza kuona Hermosillo yote. Ni kama umesimama juu ya Sugarloaf huko Rio de Janeiro. Wenyeji wanasema iliitwa hivyo kwa sababu inafanana na kengele iliyogeuzwa. Kama mnajiuliza kama ni kweli, inabidi mionee wenyewe. Ukifika kileleni, utakaribishwa na mandhari isiyo na kikomo ya jiji. Ni nzuri sana. Utaona mandhari ya jangwa, barabara zenye shughuli nyingi za jiji, watu, na hata milima ya Sierra Madre kwa mbali. Mandhari ni ya kuvutia sana. Kupanda mlima huu ni tukio la kweli. Naweza kusema si rahisi. Niamini. Njia ni ngumu kidogo, ina mwinuko na miamba. Ni kama unapanda mlima halisi. Itajaribu uvumilivu wako, nguvu zako, na labda hata roho yako. Lakini niamini, ukifika kileleni, utajua kuwa uchovu wote ulilipa. Hisia ya ushindi unapofika kileleni ni inafurahisha sana. Naweza kusema hii ndiyo hisia bora zaidi, hasa wakati wa machweo. Mandhari utakayoiona hutasahau. Naamini, baada ya kupanda mlima wa Cerro de la Campana, ni wakati wa kuchunguza zaidi historia na utamaduni wa Hermosillo. Na hakuna mahali pazuri pa kuanzia kama kanisa kuu hili katikati ya Hermosillo. Ni mahali maalum sana. Hili si kanisa tu, marafiki. Ni ishara ya jiji, ushuhuda wa historia ndefu na roho ya watu wake. Lilijengwa mwishoni mwa karne ya 18, limeshuhudia mapinduzi, mabadiliko makubwa ya kihistoria na hadithi nyingi sana. Hebu fikiria ni hadithi ngapi kuta hizi zinaweza kusema. Hata tu kukaribia jengo hili la ajabu kunatosha kukuvutia. Ndiyo, kukuvutia. Usanifu wake ni wa ajabu kweli. Tazama minara inayofikia angani, michongo tata, na madirisha mazuri ya vioo vya rangi. Ni kama safari ya kurudi nyuma katika wakati, kurudi kwenye zama za Michelangelo. Hata kama wewe si mcha Mungu, huwezi kujizuia kuthamini uzuri na historia ya mahali hapa. Ni kazi ya sanaa kweli. Sanaa kwa ajili ya sanaa. Inatukumbusha ukuu wa ubunifu wa binadamu na umuhimu wa kuhifadhi historia yetu. Basi tuingie ndani. Mara tu unapovuka kizingiti, utahisi hewa baridi na utulivu unaokufunika. Ni kama oasisi ya amani kutoka kwenye kelele na joto la jiji. Na unapoinua macho yako, utastaajabishwa na ukubwa wa mahali hapa. Dari ndefu, madhabahu tukufu, na maelezo yote mazuri ni ya kuvutia tu. Ni jambo maalum sana kuwa mahali palipojaa historia na utakatifu. Ni vigumu kueleza kwa maneno. Mazingira, ndio, ni maalum. Unajisikia mdogo sana mbele ya ukuu wa mahali hapa. Lazima nikiri, hata kama mimi si mcha Mungu sana, siwezi kujizuia kuhisi kwamba mahali hapa pana nishati maalum, amani na utulivu wa ajabu. Unapotembea ndani ya kanisa kuu hili, huwezi kujizuia kufikiria watu wote waliotembea kwenye mawe haya kabla yako. Vizazi vingi vya familia vimekuja hapa kuomba, kusherehekea, kuomboleza na kupata faraja. Ni ushuhuda mkubwa kwamba baadhi ya mambo ni ya milele kweli. Imani, tumaini na upendo. Haya ndiyo mambo yanayotuunganisha bila kujali tunatoka wapi au tunaamini nini. Na hiyo ni sehemu ya safari, sivyo? Sio tu kuhusu kuona maeneo mapya, bali pia kujifunza kuhusu tamaduni zingine, kutilia shaka imani zetu na kupanua mtazamo wetu. Kwa hiyo, hata kama wewe si mcha Mungu, ninapendekeza sana utembelee kanisa kuu hili. Ni kipande kizuri cha historia na lazima utembelee ukiwa Hermosillo.
Juni, marafiki, twende mbali na kelele za barabara za Hermosillo, tukatembelee jumba hili la makumbusho. Niamini mimi, hapa ni mahali maalum sana. Hii ni makumbusho ya tamaduni maarufu na asilia. Ni kama safari ya kurudi nyuma katika wakati. Dakika moja tulikuwa katikati ya jiji lenye shughuli nyingi. Sasa tumezama kabisa katika historia tajiri ya Sonora. Mahali hapa ni hazina kweli. Kwa yeyote anayetaka kuelewa historia ya nchi hii na watu walioishi hapa, ndiyo, tangu mwanzo. Hapa utaona mizizi ya asili ya Sonora, mila zao, sanaa na njia za maisha. Kila kitu kinaonyeshwa na kutunzwa kwa heshima kubwa. Unapoingia, unahisi si jengo la zamani tu lenye vitu vya zamani. Kuna nishati hai hapa, na unaweza karibu kuhisi roho ya zamani. Kila kitu hapa Breakpoint kina hadithi, utamaduni na vizazi. Inagusa sana kufikiria watu walioishi hapa na mila zilizounda nchi hii. Mahali hapa hutukumbusha kwamba kuna mengi zaidi kuliko tunavyoona mwanzoni. Moja ya mambo yaliyonigusa sana kwenye jumba hili la makumbusho ni nguo. Miundo mizuri na rangi za kupendeza, kila uzi una hadithi. Ufundi ni wa ajabu. Unahisi kama kila kipande kilitengenezwa kwa upendo na uangalifu, kama vile kina roho yake. Na kisha nikafikiria hili. Hivi si vitu tu, bali ni alama za utamaduni wao, za imani zao, na uhusiano wao na ardhi. Kila alama, kila rangi ina maana. Hii ndiyo njia yao ya kuwasiliana, nia yao ya kusimulia hadithi. Na hilo ndilo jumba hili la makumbusho hufanya. Inaunganisha zamani na sasa. Hutukumbusha kwamba sote tumeunganishwa kupitia uzoefu wa kawaida wa binadamu. Ni kama kutazama kupitia dirisha, si tu kuona vitu, bali kuona wakati mwingine, njia nyingine ya maisha. Inaturuhusu kuelewa utajiri wa binadamu na utofauti wa historia ya binadamu. Hii ni nzuri sana. Kusema kweli, Breakpoint napenda makumbusho. Lakini jumba hili la makumbusho lilinigusa sana. Ilifanya nifikiri, si tu kuhusu vitu, bali kuhusu hadithi wanazoeleza, na watu walio nyuma yao. Kwa kweli, inakusaidia kuhisi roho ya Sonora. Nadhani ni mahali pazuri kwa kila mtu, kutusaidia kuelewa zamani, na tamaduni mbalimbali zilizounda ulimwengu wetu. Hasa katika mahali kama Hermosillo, ambapo historia huishi katika kila barabara na kila jiwe. Kwa hivyo, ukija hapa, usikose kutembelea makumbusho ya tamaduni maarufu na asilia. Niamini mimi, hutajuta. Itakuwa uzoefu usioweza kusahaulika. Na nani anajua, labda itakuchochea kuchunguza mizizi yako mwenyewe na mila. Kwa sababu kadiri tunavyojifunza zaidi kuhusu zamani, ndivyo tunavyoweza kujenga mustakabali bora. Haya basi, marafiki, tuzungumze kuhusu Plaza Zaragoza. Hii ndio moyo wa Hermosillo. Ni mahali penye uhai na shughuli nyingi zaidi katika jiji lote. Kuna mambo yanayoendelea hapa kila wakati, kuanzia asubuhi hadi usiku. Wenyeji na watalii, kila mtu anafurahi. Mtawaona wachuuzi wa mitaani hapa, wakiuza kila kitu, kuanzia mahindi hadi kazi za mikono. Kuna watoto wanaokimbiza njiwa, wapenzi wanaotembea wakiwa wameshikana mikono, na wanamuziki wa mitaani, wanaopiga nyimbo nzuri. Maisha hapa, hisia hapa ni nzuri, sivyo? Hai, natamani tu ningeweza kucheza na muziki. Ni kama jiji lote linapumua pamoja nasi, na tunapumua kwa undani bila kujua. Hii ndiyo maana ya kusafiri, sivyo? Mambo haya madogo, uzoefu huu halisi, ndiyo yanayotufanya tujisikie hai na kuunganishwa na kitu kikubwa zaidi. Uzuri wa Plaza Zaragoza ni kama mji mdogo ndani ya jiji kubwa. Kwa upande mmoja mna majengo mazuri ya zamani ya kikoloni, yanayong'aa juani na maelezo yao yote tata. Yanavutia tu. Na kwa upande mwingine, mna mikahawa ya kisasa na maduka ya mtindo. Zamani na sasa vinakutana kikamilifu hapa. Na vipi kuhusu sauti hapa? Si ajabu, ni kama simfoni ya jiji. Kelele za mazungumzo, kicheko cha watoto, sauti ya gitaa, mtiririko wa maji kutoka kwenye chemchemi. Sauti hizi zote zinakusanyika kuunda wimbo mzuri zaidi wa Hermosillo. Unaweza kukaa kwenye benchi kwa masaa mengi na kuangalia watu, kufurahia mazingira, utachoka. Na ndivyo ninavyofanya sasa hivi. Plaza Zaragoza si tu mahali pazuri. Ni mahali ambapo watu hukutana kubadilishana mawazo, kusherehekea na kushiriki hadithi. Familia zinala chakula cha mchana, marafiki wanazungumza, wasanii wanaonyesha kazi zao, wanamuziki wanapiga. Ni mahali pa kukusanyika, mahali ambapo kila mtu anahisi kuwa yeye ni sehemu.
Ni kituo, mahali ambacho kiko wazi kwa wote na kinatoa hisia ya kuwa mali na jamii halisi. Na hiyo ndiyo sababu ninapenda sana Hermosillo. Ni jiji linalojua jinsi ya kusherehekea maisha, jiji linalothamini utamaduni wake, na jiji lenye moyo mkubwa, linalowakaribisha wageni kwa ukarimu. Kwa hivyo, ikiwa unajisikia umechoka, unahitaji nguvu kidogo, au unataka tu kuhisi mapigo ya moyo halisi ya Hermosillo, Plaza Zaragoza ndiyo mahali pako. Moyo wako utakushukuru. Mnataka kuepuka joto la Hermosillo? Kama ndiyo, basi mko mahali sahihi. Hii hapa ni makumbusho ya sanaa ya Sonora, au inajulikana zaidi kama Musas. Mahali hapa ni kama bustani baridi, iliyojaa sanaa ya kisasa. Hata jengo lenyewe ni zuri na lina muundo wa kisasa, likiwa na mwanga mwingi wa asili unaunda mazingira mazuri ya kufurahia sanaa. Mkiingia tu hapa, mtahisi kuna kitu cha kipekee kinaendelea. Niaminini, sahau yote mnayofikiria kuhusu makumbusho ya kuchosha. Hapa ni mahali pa kufurahisha, patakayowafanya mfikiri. Kweli inawahimiza kugundua ulimwengu wa sanaa wenyewe. Na sanaa zinazoonyeshwa hapa, ninaahidi hamtakatishwa tamaa. Mtaona maonyesho ya kipekee, sanamu zitakazowafanya mfikiri, na picha nzuri. Kuna mengi ya kuona hapa. Hamtaona tu kazi za wasanii maarufu wa Mexico, bali pia vipaji vipya vyenye uwezo mkubwa. Hii ni fursa nzuri ya kugundua sanaa ya kisasa ya Mexico. Na mnajua nini ndiyo sehemu bora zaidi? Makumbusho yote yamepangwa ili mjisikie sanaa iliyowazunguka na kuungana nayo. Sio tu kutazama, bali kuhisi, kufikiria na kuzungumzia kile mnachokiona. Hii ni uzoefu unaogusa hisia. Musas haiogopi kujaribu mambo mapya. Mbali na picha na sanamu, mtaona pia maonyesho ya video, maonyesho yanayotumia hisia mbalimbali, na wakati mwingine hata sanaa ya maonyesho ya moja kwa moja. Makumbusho haya kweli yanavunja mipaka ya kile tunachokijua kama sanaa. Mnanielewa? Kweli inabadilisha jinsi mnavyotazama vitu na inawaruhusu kuona ulimwengu kwa njia tofauti. Hiyo ndiyo uchawi wa sanaa, si ndio? Inatufanya tufikiri, inaturuhusu kuhisi na kuuliza maswali. Na zaidi ya hayo, maonyesho yote hapa yamepangwa vizuri sana, na daima huchaguliwa kazi bora zaidi. Daima kuna kitu kipya na cha kusisimua, na kila ziara ni uzoefu tofauti. Kwa hiyo, kama mna upendo hata kidogo kwa sanaa na mko Hermosillo, msikose kutembelea Musas. Nina uhakika itawavutia sana. Mtaondoka hapa mkiwa mmejaa hamasa na nguvu mpya, na nani anajua, labda mnataka kutengeneza sanaa yenu wenyewe. Nilikaribia kusahau. Baada ya siku iliyojaa sana, mnaweza kukaa kwenye mkahawa wa makumbusho na kufurahia chai au vitafunio. Hapa ndio mahali pazuri pa kupumzika, kufurahia mazingira, na kuruhusu nguvu zote hizo za ubunifu ziingie. Ni vizuri sana kuzungukwa na sanaa nyingi, na waahidi, kweli inawahimiza kutengeneza sanaa yenu wenyewe. Nani anajua, labda baada ya kutembelea Musas, mtajigundua upande mpya wa ubunifu ndani yenu. Kama mnataka siku iliyojaa utamaduni, hamasa, au mnataka tu kuepuka joto la Hermosillo, Musas ni chaguo nzuri, niaminini. Na huo ndio mwisho wa safari yetu katika ulimwengu wa sanaa. Habari, marafiki. Mko tayari? Sasa ni wakati wa kuingia kwenye utamaduni wa chakula wa Hermosillo. Na leo, tutazungumza kuhusu carne asada. Na huu si tu mlo wa kawaida wa Jumamosi, hapana. Huko Hermosillo, carne asada ni mtindo wa maisha, falsafa. Unapotembea mitaani Hermosillo, unaweza kunusa harufu hiyo nzuri angani. Harufu ya moshi, viungo, na harufu ya mkaa. Ni nzuri sana hivi kwamba unajiuliza lazima nje hii. Harufu hiyo ni kama sauti ya nguva, inakuvuta ndani. Inaunganisha kila mtu kwenye karamu, ikiahidi tukio la ajabu la upishi. Na niamini, inafaa. Fikiria, vipande laini, vyenye juisi vya nyama, vilivyotiwa viungo kikamilifu, vikichomwa polepole juu ya mkaa wa mesquite, na kutengeneza alama nzuri za kuchoma. Ninaanza kutokwa na mate. Kuzungumza tu kuhusu hili kunanifanya nitokwe na mate. Kwa hiyo fikiria jinsi inavyonoga. Lakini kinachofanya carne asada kuwa ya kipekee si ladha tu. Siri halisi inayoifanya iwe mlo wa Jumapili wa familia ni kushiriki. Marafiki na familia hukusanyika, hewa daima imejaa furaha, wanazungumza, wanacheka. Na unapochukua kuumwa kwanza, boom, mlipuko wa ladha mdomoni mwako. Huu ndio wakati unafunga macho yako na kufikiri, sihitaji kusema zaidi, sivyo? Kila jiji lina chakula chake kipekee, sivyo? Roma ina carbonara, Naples ina pizza ya kukaanga, New York ina pizza, Philadelphia ina cheese stick. Kwa hiyo vipi kuhusu Hermosillo? Carne asada, bila shaka, hakuna shaka. Huko Hermosillo, carne asada si tu chakula, ni utamaduni, kama vile saa ya furaha huko São Paulo au mchezo wa soka wa Jumapili. Wauzaji wa mitaani huichoma mbele yako, wakihudumia moto kwenye sahani za karatasi. Ni tamu sana. Familia huandaa karamu kubwa za kuchoma nyama kwenye yadi zao za nyuma. Na migahawa, migahawa, kuna chaguo nyingi sana. Kutoka migahawa midogo, isiyo na madaha inayopitishwa kwa mdomo, hadi migahawa ya kifahari na ya hali ya juu.
Inaonekana kana kwamba kila mtu huko Hermosillo ana mahali pake pa siri pa carne asada. Kwa kifupi, kila mtu anashindana nani anatengeneza bora zaidi. Kama shindano bora la feijoada huko Rio au acarajé bora huko Bahia, kila mmoja ana mapishi yake ya kipekee. Lakini hiyo ndiyo furaha, sivyo? Popote unapoenda, utapata carne asada ya ajabu. Unahitaji tu kupata mahali pako unachopenda. Kona hiyo ndogo ambayo itachukua moyo wako. Kwa hiyo utachaguaje katika paradiso hii ya mkaa? Ni rahisi sana, waulize wenyeji, wao wanajua, waamini, waulize na ufuate ushauri wao. Nani anajua, wanaweza hata kukufunulia siri ndogo. Na muhimu zaidi, kuwa na udadisi na ujaribu. Jaribu vipande tofauti vya nyama, onja marinades tofauti, onja aina tofauti za michuzi. Anza safari kamili ya ladha, usile tu. Penda ladha za Hermosillo, furahia jiji hili kwa kisu na uma wako. Usile tu. Penda ladha za Hermosillo. Furahia jiji hili kwa kisu na uma wako. Vionjo vyako vitafurahia. Kwa hiyo ndivyo ilivyo, kuingia kwa kina katika ulimwengu wa carne asada. Carne asada kutoka Hermosillo ni uzoefu usioweza kusahaulika, ladha itakayoshika ladha zako, harufu itakayokuvutia, na kumbukumbu itakayokaa nawe muda mrefu baada ya kurudi nyumbani, kama vile zawadi bora kutoka likizo kamilifu. Naam jamani, safari yetu huko Hermosillo inakaribia kwisha. Lakini imekuwa safari ya ajabu. Tumepeta milima, tukatembelea makanisa ya zamani, tukatembea kwenye viwanja vyenye rangi, na kuona sanaa mbalimbali. Na muhimu zaidi, tulikula carne asada tamu sana. Hermosillo umeshika moyo wangu. Mahali hapa, pamoja na watu wake wakarimu na utamaduni wake tajiri, najisikia kama niko nyumbani kwa bibi yangu, nimezama kabisa kwenye hisia za Mexico. Kama umependa video hii, usisahau kubonyeza kitufe chekundu cha subscribe. Tusaidie kukuza chaneli ili tuweze kukuletea matukio mapya nchini Mexico kila wiki. Kwa hiyo unasubiri nini? Expedia, Airbnb, Booking.com, au tovuti yoyote ya kusafiri unayoipenda, weka nafasi ya safari yako kwenda Hermosillo sasa. Njoo ujionee mwenyewe vyakula vitamu, jua kali, na ukarimu unaokungoja katikati ya Sonora. Katika kipindi kijacho, tutasafiri kwenda Jao. Usikose.